Sasa nataka nichambue kwa kupitia maandiko yako hayo hayo kukupa madhara ya neno naamini. Ingawa maandiko yako ni kama yamekufumba au ni kama unaweza ukawa unayasoma kwa hofu, unaweza usielewe maana ya neno naamini. Maana ya neno naamini imeandikwa katika kitabu cha Ibrania 11:1. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Natakiwa uliangalie hili neno vizuri na unatakiwa ulielewe, na si kwamba naliwekea ujuaji au ni kwamba naongezea kwangu. Hapana, limejieleza vizuri, lakini wewe unaweza usione tatizo kama utasoma kwa hofu. Nitachambua. Basi imani ni kuwa na hakika, hilo ni neno la kwanza, ya mambo yatarajiwayo, hilo ni neno la pili, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ya mambo yasiyoonekana unaweza ukaachana nayo, lakini hizi sentensi mbili za kwanza hizi zinakupa kabisa zaidi ni nini maana ya kuamini. Unapokuwa na hakika, anaposema kuwa na hakika, ni kwamba unakuwa na hakika ya kitu ambacho hujakipata zaidi katika maisha ya kweli, reality hujakipata, yani katika ule uhalisia hujawa nacho. Labda nitoe mifano, wengine huwa wanaelewa kwa mifano kwamba ni sawasawa unatarajia utafanya biashara na mtu fulani, mmepanga, yani unatarajia, mmeshapanga kwamba nitafanya naye biashara. Sasa wewe unakuja unaamini kwamba ile biashara utapata faida kubwa, utajenga nyumba, utafanya maendeleo makubwa. Maana yake unakuwa na hakika ya kitu unachokitarajia. Kwa hiyo kama umeshakuwa na uhakika, hata ukija kukutana na ule mfanyabiashara, kuna vitu unaweza usivifanye, kuna vitu unaweza ukavifanyia uvivu katika kufanya ile biashara, kwa sababu wewe ulishaona katika ulimwengu wako kwamba lazima ufanikiwe, lazima upate maendeleo. Lakini kumbe hautaki kuamini, unatakiwa ufanye wajibu wa kuifanya ile biashara, ya kuiboresha biashara yako, ndo kitu kije kitokee. Lakini unapoamini maana yake kuna vitu vinasimama, hasa akili inasimama. Ndo maana napinga ya neno naamini, kwa sababu tunaweka uhakika ya kwenye vitu ambavyo tunavitarajia, ambavyo hatujavipata kwa hakika. Sasa kwa nini nang'ang'ana kusema tusiamini? Huwa napita mitandaoni. Mitandaoni mimi huwa nadili na masuala ya watu ambao wanagusa vitu vya maisha ambayo yanatusaidia kila siku. Wanagusa masuala ya dini, wanagusa masuala ya maendeleo. Kuna watu wanashinda mitandaoni wanabishana. Unakuta ni Waislamu, ni Wakristo. Wanakuta wana live. Kwa hiyo wanapanda, kila mtu anatoa hoja zake, kila mtu anatoa maandiko yake, anakosoa pale ambapo anaona Biblia imekosewa, huyo ni Muislamu labda. Anakosoa Qur'ani ambapo anaona Qur'ani imekosewa, yeye ni Mkristo. Lakini hapa kuna tatizo. Tatizo kubwa ambalo naliona ni upotezaji wa muda. Ni samanini, naweza nikawa na wakosea heshima, lakini huu ni uhalisia ambao haupingiki popote. Mnapoteza muda kwa sababu mnapokuja mkatuambia Mungu ni mmoja, kwa sababu ukiwafuata Waislamu na Wakristo huwa wanakubali, wanasema Mungu ni mmoja. Alafu mnapokuja mkabishana kuhusu dini gani ni sahihi, kuhusu maandiko yenu, na muda huo huo hakuna mtu ambaye anasema kwamba maandiko yameandikwa na mwanadamu. Ukija kwa Muislamu anakuambia Qur'ani imeshuka kutoka mbinguni, kwa hiyo imeandikwa kwa mkono wa Mungu yeye mwenyewe. Ukija kwa Mkristo anakuambia Biblia imeandikwa kwa watu waliovuviwa na Roho Mtakatifu, imeandikwa na watu ambao wamepewa na maelekezo yote kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo wanaliita ni neno la Mungu. Sasa kama ni neno la Mungu na Mungu ni mmoja, kuna haja gani ya kubishana? Na kuna haja gani ya kwamba maneno yawe hayajanyoka, yawe na bla bla, yawe yamepinda, wakati Mungu ni Mungu ambaye anatenda mambo mazuri ambayo yamenyoka? Angalia wewe ulivyoumbwa, umeumbwa kwa ustadi. Angalia wewe ambavyo
unatenda mambo kwenye akili yako. Angalia tu akili zako wewe ulizonazo zinafanya mambo makubwa, zinatenda mambo makubwa. Maana yake sasa tunamzidi sisi Mungu akili, anakosa ustaarabu kiasi hicho? Kama mmeshakubaliana Mungu ni mmoja, mmekubali na maandiko ameandika Mungu, maana yake huo utumbo ambao umeandikwa kwenye Biblia zenu, huo upuuzi ambao umeandikwa kwenye vitabu vyenu, ni Mungu yeye mwenyewe ameuandika. Sasa kwa sababu ya hayo mambo ambayo yamepindapinda, na Mungu hawezi kuandika mambo ambayo yamepinda, hilo ndo dhihirisho la kwanza kwamba hayo maandiko yameandikwa na mwanadamu na sio Mungu. Sasa haya yote yanakuja ya kufanyika kwa sababu ya neno naamini. Mnapokuwa mmeshaamini, hamuhitaji kufanya utafiti wa kina, hamuhitaji kutafuta ukweli halisi. Mnabakia na kitu ambacho mnakitarajia, mnabakia na kitu ambacho hamjawa na uhakika nacho, mnakuwa na uhakika wa kitu ambacho hamjawa nacho. Sasa tunatakiwa tulitoe neno naamini kwenye maisha yetu, ili turudi chini, tukubali, tuseme hatujui uwepo wa Mungu, hatujui kuwa Mungu yuko namna gani, yuko mbinguni, yuko wapi. Kisha tukae kwa pamoja na tumtafute Mungu, sio tulizike na hapo tulipo na tubaki kwenye kubishana. Lakini hilo ni moja, nafikiri mwelewa atakuwa amenielewa ni nini ambacho nakimaanisha. Lakini kitu cha pili, huwa napita mitandaoni na kukutana na wengine wanasema kwamba hizi dini tumeletewa na wazungu, na wazungu hawajaleta tu dini, wametuletea dini, wametuletea mitandao ya kijamii, wametuletea masuala ya kubeti mipira. Unaweza ukawasapoti kwamba hivi vitu vipo kama silaha, vipo kiuangamivu, na si kuangamiza mili, inaangamiza akili. Huwa wanatuambia wazungu sisi hatuna akili, wanatuita soko, wanatuita hatuna akili kabisa, wanajisifia kwamba wao wana akili. Sio kweli. Ninataka nitoe mfano kwenye hili. Hauwezi ukawa umegombana na mtu akaingia ndani kwa bahati mbaya, au ukamwacha ndani umekimbia, ukamfungia ndani ukaweka na kufuli kubwa, alafu ukakaa nje ukaanza kupiga kifua, ukaanza kusema mimi nina nguvu bwana, huwezi ukapigana na mimi. Inatakiwa yule mtu mfungulie, atoke nje, kisha mpigane, ndipo ushinde, useme una nguvu. Lakini unapomfungia mtu alafu ukaanza kujitamba una nguvu, unakuwa wewe ni mpuuzi. Mfano huo unaweza ukawa hujanielewa. Hauwezi ukawasha moto wa mshumaa alafu na moto mwingine wa mshumaa mwingine, mshumaa huu mwingine ukaufunika na vitu, alafu mwingine ukauacha unawaka uko wazi, alafu ukausifia ule ambao uko wazi kwamba unawaka sana, kwamba unatoa mwanga, na ule mwingine ukasema hauna faida au hautoi mwanga, wakati vile vitu havishindani. Huu umeufunika, unatakiwa uvifunue vyote na vyote vionekane, kisha ndo useme kwamba huu unawaka vizuri, huu hauwaki vizuri. Nafikiri mwenye ufahamu atakuwa ananielewa, mwenye kuelewa namaanisha nini. Mnapokuja mkatuambia hamna akili, alafu mmetutengenezea mazingira ya sisi akili zetu kuzifunga, bado mnakuwa mjafanya mambo yoyote, bado mnakuwa mnajisifia kwa upuuzi. Mimi napenda kutumia neno upuuzi. Mtego ni ule ambao hujajulikana ni mtego. Ukishaujua mtego huo sio mtego tena. Sasa tunatakiwa tufahamu haya mambo na tutoke kwenye hiyo mtego. Mtu mwingine anaweza akasema kwamba mimi nakesha mitandaoni, nakesha kwenye kubeti, nakesha kwenye dini, napata faida, niko kazini. Samaki kama atashindana na binadamu kukimbia nchi kavu, samaki atashindwa, na binadamu hatohitaji kutumia nguvu kumshinda samaki. Na binadamu akienda kushindana na samaki kukimbia majini, samaki atashinda na hatohitaji kutumia nguvu ili kumshinda binadamu. Unajua namaanisha nini? Namaanisha unatakiwa udili na kitu ambacho kiko ndani yako na uwezo ulioko ndani yako.
Yaani kama utadili na kitu kingine tofauti na kilicho ndani yako, utatumia nguvu nyingi sana kupata unachokitaka. Namaanisha nini? Ndani yako kama kuna ufundi, nenda kwenye ufundi. Ndani yako kama kuna udaktari, ndipo somea udaktari. Ndani yako kama kuna uchekeshaji, nenda kafanye kazi ya kuchekesha. Ndani yako kama kuna uigizaji wa movie, nenda kaigize movie. Lakini kama wewe ndani yako kuna ufundi, ukaenda kusomea udaktari, maana yake utatumia nguvu nyingi na bado utashindwa. Na bado utashindwa kufanya mambo makubwa. Kwa sababu gani? Wazungu huwa wanatuambia sisi hatuna akili. Huwa wanatuambia sisi wanatuzidi akili. Lakini wanasema hivyo kwa sababu wamefanikiwa kuzuia sisi kutumia uwezo wetu wa ndani. Wamezuia sisi kudili na vitu ambavyo viko ndani yetu. Wametupa mfumo ambayo itaua uwezo wetu wa ndani. Ni kwamba mtego ukishajulikana ni mtego, huo sio mtego tena. Kwa hiyo tunatakiwa tuamke, tudili na vitu ambavyo viko ndani yetu. Tuache kupoteza muda kwenye mitandao, tuache kupoteza muda kutafuta vipato kwenye dini, tuache kupoteza muda kutafuta vipato kwenye masuala ya kubeti. Yoyote ni mifumo ya muhindi au mifumo ya wazungu kutuzuia kutumia uwezo wetu wa ndani, kuzuia sisi kufanya mambo ya msingi. Kwa hiyo tunabaki kuitwa hatuna akili kwa sababu hatutoi matokeo, na matokeo yanapatikana kwa kutumia uwezo wako wa ndani. Hatutakiwi kubaki kwenye neno naamini. Hatutakiwi kuona mafahari, hatutakiwi kuona dhahabu, hatutakiwi kuona almasi, hatutakiwi kuona maziwa kwamba tutaenda kukutana nayo mbinguni. Hiyo ni mifumo aliyoiweka mzungu ili kusudi aje baadaye atuambie hatuna akili. Sasa tumegundua, tumeijua mitego, sio mitego tena. Ni muda wa kuamka, ni muda wa kukataa mifumo, ni muda wa kukataa mitego. Ukishategua mitego maana yake hakuna kinachokuzuia, lazima mambo yataonekana tu. Nafikiri ni hivyo, asanteni.